Olewa kwa kuzungumza. Mheshimiwa Spika, katika mjadala wa hoja za bajeti, Mheshimiwa Mrisho Gambo, mbunge wa Arusha mjini, aliwasilisha tuhuma nzito kuhusu miradi miwili mikubwa inayotekelezwa na halmashauri ya jiji la Arusha, yaani ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri na ujenzi wa soko la Semunge. Katika yote mawili, aliibua hoja zinazodai kuwepo kwa upotevu mkubwa wa fedha za umma, matumizi mabaya ya madaraka na mchanganyiko wa vipimo uliopelekea malipo yasiyo halali. Mheshimiwa Spika, kwa heshima kubwa, kwa heshima ya bunge hili na kwa maslahi ya taifa, nina wajibu wa kuweka bayana ukweli wa mambo haya. Taarifa ya uchunguzi na ufuatiliaji imekamilika. Kwa kibali chako, Mheshimiwa Spika, tutakuwa tayari kuiwasilisha mbele ya bunge lako hili tukufu kwa namna utakavyoona inafaa. Lakini kwa unyenyekevu mkubwa, niruhusu niseme maneno ya mwisho kabisa. Mheshimiwa Spika, TAMISEMI ni wananchi na TAMISEMI ni serikali hasa. TAMISEMI ni serikali hasa. Niwathibitishie Watanzania, hakuna senti ya Watanzania iliyopotea katika miradi yote hii miwili. Mheshimiwa Spika, ni muhimu tutofautishe hoja za kujenga na lugha za kuchomea. Tuhuma zisizo na mzizi si hoja, ni cheche za siasa ambazo hazifai kuweka ndani ya taasisi zenye misingi ya sheria. Miradi ya maendeleo haijengwi kwa maneno, bali kwa mchakato. Tuhoji kwa hoja na tusihukumu kwa jazba. Mheshimiwa Spika, TAMISEMI itaendelea kulinda uwazi, kuchukua hatua za uwajibikaji na kuhakikisha taasisi zake haziingii katika hofu ya sababu ya siasa za majukwaa. Kama kuna jambo la kuchunguzwa, tutalifuatilia hasa, lakini kama ni juhudi za kuwaza visasi kupitia minong'ono ya kisiasa, serikali hii haitatoa nafasi hiyo. Ujenzi, ukarabati wa matengenezo ya barabara. Mheshimiwa Spika, ninatambua uwepo wa changamoto za ujenzi, ukarabati na matengenezo ya barabara katika maeneo mbalimbali nchini. Katika kushughulikia changamoto hiyo, serikali imeendelea kutenga fedha kupitia TARURA kwa ajili ya ujenzi wa matengenezo na ukarabati wa barabara, ambapo bajeti imeongezeka kutoka shilingi bilioni 275 mwaka 2020-2021 hadi shilingi bilioni 772 mwaka 2024-2025, sawa na ongezeko la asilimia 180.8 ya fedha ya ndani. Aidha, serikali kwa kushirikiana na benki ya CRDB imeratibu uanzishwaji wa hati fungani ya miundombinu iitwayo Samia Infrastructure Bond iliyolenga kukusanya shilingi bilioni 150, ambapo hadi dirisha la ununuzi wa hisa ilipofungwa shilingi bilioni 323 sawa na asilimia 215.33 zimekusanywa na zitatumika kuwakopesha kwa masharti nafuu makandarasi watakaoingia mikataba ya kazi za TARURA. Mheshimiwa Spika, ofisi ya Rais TAMISEMI kupitia TARURA iliidhinishiwa fedha za dharura shilingi bilioni 71.46 kwa ajili ya kugharamia matengenezo ya miundombinu ya barabara zilizoathiriwa na mafuriko ya maji ya mvua. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 50 ni nyongeza ya bajeti kwa mwaka 24/25, ambapo hadi Machi 2025 shilingi bilioni 8 zimepokelewa. Mheshimiwa Spika, mwaka 2025/26 ofisi ya Rais TAMISEMI imepanga kutumia shilingi trilioni 1.18 kwa ajili ya ujenzi, matengenezo, ukarabati wa miundombinu ya barabara na usafirishaji wa vijijini na mijini. Ofisi ya Rais TAMISEMI itahakikisha inaendelea kutoa fedha za ujenzi, ukarabati na matengenezo ya barabara. Hii inatokana na ukweli kuwa kila kilomita mpya ya barabara inayojengwa ni daraja kati ya umaskini na maendeleo, njia ya mtoto kufika shuleni, mama kufika hospitali na mkulima kupeleka mazao sokoni na taifa kusonga mbele. Usimamizi na uendeshaji wa elimu msingi na sekondari. Mheshimiwa Spika, ofisi ya Rais TAMISEMI inatambua umuhimu wa kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia, ambapo imeendelea kujenga na kukarabati miundombinu ya elimu pamoja na kuendeleza mazingira ya maeneo hayo. Serikali imeendelea kuwekeza katika utoaji wa elimu msingi na sekondari, ambapo mpango wa elimu msingi bila ada umeongezwa bajeti kutoka shilingi bilioni 249.66 mwaka 2020-2021 hadi shilingi bilioni 510.96 mwaka 2025-2026. Hii ni sawa na ongezeko
la shilingi bilioni 261.30 sawa na asilimia 104.66. Mheshimiwa Spika, serikali imeboresha na kuzipatia vifaa shule 330 zikiwemo shule 28 za mchepuo wa elimu ya ufundi wa amali, shule 274 za mchepuo wa kilimo na shule 28 za mchepuo wa biashara. Hii ni kuhakikisha watoto wa Tanzania wanapata elimu yenye ujuzi na maarifa yatakayowawezesha kujiajiri na kujitegemea. Vile vile serikali imeajiri walimu 45,808 wakiwemo walimu 477 wa elimu maalum na 127 wa lugha za alama. Mheshimiwa Spika, ninaomba kwa nafuu ya muda, nitumie nafasi hii kulithibitishia bunge lako kuwa hoja zote zilizotolewa na waheshimiwa wabunge zimepokelewa na nimetoa maelekezo ya kuandaa mpango kazi wa utekelezaji na taarifa yake itawasilishwa kwa maandishi. Niwahakikishie waheshimiwa wabunge kuwa tunathamini sana michango yao na kila hoja iliyotolewa itapatiwa majibu au ufafanuzi. Ndio maana tunasema tumewasha mwenge, si mwenge wa siasa tupu, bali ni mwenge wa dhamira, mwenge wa matumaini, kwamba hakuna mtoto anayepaswa kukatishwa masomo kwa kukosa dawati. Hakuna mkulima anayepaswa kuozewa kwa mazao yake mashambani kwa kukosa barabara. Hakuna kijana anayepaswa kugeuka mwizi kwa kukosa fursa. Kwa maneno ya Mwalimu, Tanzania ni nchi huru. Tutatetea bila hofu haki yetu ya kufanya maamuzi yetu wenyewe kuhusu utaratibu wetu wa kujitawala. Na TAMISEMI kwa niaba ya serikali ya awamu ya 6 tupo mstari wa mbele kutekeleza dhamira hiyo. Waheshimiwa wabunge, ni nani anayetaka TAMISEMI kuwa gulio la kisiasa badala ya kuwa chombo cha mabadiliko halisi? Kama alivyosema Mwalimu, CCM isiyo na itikadi itakuwa ni soko huru la wanufaika la wanaotafuta vyeo. Hali kadhalika TAMISEMI isiyo na dira itakuwa ni orodha ya mafungu ya bajeti na taasisi na si mabadiliko. Leo si tu tunahitimisha hoja ya kibajeti, bali tunaanza ukurasa mpya wa utendaji. Ninatamani sana Mheshimiwa Spika, baada ya bajeti hii wananchi waseme bunge la mwaka 2025 liliandika historia ya mabadiliko ya kweli. Tuwashe mwenge huu, tuwashe kwa wengine. Tusikubali mwanga huu uzimike kwa sababu ya hofu, uzembe au ukosefu wa dhamira. Mheshimiwa Spika, ninapenda pia kutumia nafasi hii kutoa maelekezo mahususi kwa wakuu wa mikoa na wilaya wajikite kikamilifu katika kulinda amani